Mimi naamini kwenye mikataba ambayo imeendelea ya ujenzi wa uwanja, hapo hapako sawa kwa upande wa Yanga. Mimi mzee wa black and white nazungumza ndani ya mikataba hii ya ujenzi wa uwanja na mikataba ya umiliki wa uwanja na kila kitu ambacho kipo ndani ya mkataba wa uwanja, kuna kitu ambacho kiko sawa. Kwanza watu waelewe jamani, labda mimi naona mashabiki wa Yanga ambao wako huru watakuwa wanaona hiki kitu. Kwanza ndani ya klabu ya Yanga, wale ambao ni wafanyakazi wengi wa klabu ya Yanga, wengi wanatoka GSM. Wengi wanatoka GSM, wameama. Wengi sana. Wafanyakazi wengi walikuwa GSM ndio wanafanya kazi ndani ya klabu ya Yanga. Hebu chukulia hao ndio unaenda kujadili nao kuhusiana na mkataba. GSM anaenda kujenga uwanja ndio. Lakini kwa nini Yanga asiwe na 60, angalau yeye angekuwa na 40? Kwenye 50 mimi sikubaliani napo, 50 kwa 50. Kitu ambacho mimi kinanifikirisha ni kina nani ambao walienda kwenda kujadili kuhusiana na 50 kwa 50. Ni kina nani? Je, exit clause inasemaje? Je, kuna miaka ya huko mbeleni Engineer Said hata kuwa kiongozi milele ndani ya Yanga, si ndio? Kuna viongozi ambao wataingia upande wa Yanga wakiwa ni viongozi kama rais na viongozi wengine. Wataenda kuona mkataba haukuwa sahihi pengine, au kuna vifungu havikuwa sawa. Sawa eh? Je, exit clause wamewekaje? Yes, Bwana Lugano Israel, wakati tumezungumza mafanikio ambayo leo timu ya Dar es Salaam Africa wameyafanya kusaini kwa ajili ya kuweza kuanza ujenzi wa uwanja, lakini kuna mapungufu ambayo yapo katika huo utiaji saini wa kwanza kujenga au ujenzi. So tupo hapa kwa ajili ya kuangalia sasa mapungufu au disadvantage. Mara ya kwanza kwenye video ya kwanza tuliangalia faida zaidi, namna ambavyo Yanga watanufaika zaidi endapo uwanja ukikamilika, lakini ndani yake kuna mapungufu mengi sana ambayo tupo hapa kwa ajili ya kuyaelezea. Lugano Israel, tukianza na mapungufu ambayo leo katika utaji saini wa kujenga uwanja, nini ambacho upande wako unakitizama kama pungufu kubwa? Kama ulivyosema kwamba kwenye clip za mara ya kwanza tumezungumzia kuhusiana na faida, lakini pia kupongeza. Unajua kulipongeza wazo pia ni namna ya kupongeza mpaka pale ambapo limefikia kwa sasa ni hatua kubwa. Lakini hakuwezekani kukakosekana mapungufu kwenye mchakato. Inawezekana wasiipokee kama ilivyo. Unajua Beni wanakwambia kipindi ambacho mgeni yoyote au mtu yoyote atakapokulisha asali, akianza kuzungumza na wewe kitu chochote, ni rahisi sana kwa kumkubalia na kuona ni mtu sahihi sana, kumwachia kila kitu, na anawezekana akakushauri akakwambia chochote ukakubaliana naye kwa sababu unahisi ni mtu mzuri sana. Amekupa kitu kitamu, si amekupa kitu kizuri ambacho ulikuwa unatamani ukipate, ameshakupa. Sasa inawezekana ndio kipindi ambacho ukao unafanya makosa makubwa sana. Umenielewa? Kwanza najua wana Yanga wanajivunia kwa kiasi kikubwa kuingia kwa GSM ndani ya klabu ya Yanga. Ni kweli kaiboresha Yanga kutoka wanasema kuombaomba walikuwa wanapita majukwani na mifuko kuomba pesa, watu wanaingiza 3,000, 2,000, 1,000 ngapi inaenda kusaidia klabu. Lakini sasa hivi kwenda kuombaomba sasa kwa Yanga hakupo, ni kwa sababu kwa uwepo wa GSM ndani ya klabu ya Yanga. Umeelewa? Kwa hiyo GSM kaisaidia kiasi kikubwa Yanga kuwa na maisha mazuri mpaka sasa ilivyo. Mpaka mafanikio ambayo tunayaona ya klabu ya Yanga, GSM wana msaada mkubwa sana. Wamefika hatua ya finali mashindano ya CAF Confederation Cup, wamefika hatua ya robo finali, na sasa hivi wamekuwa kiingia hatua ya makundi, kiasi cha kwamba kuna miaka mingi sana toka 1998 walivyoenda Yanga hawakwenda tena. Lakini mara baada ya GSM kufika kwenye kuwepo ndani ya klabu ya Yanga, wameonekana Yanga kudevelop na kuwa na stability. Umeelewa? Na tuseme tunaweza kusema maisha ya Yanga yamebadilika kwa kiwango kikubwa mpaka mafanikio yanaonekana. Kama unavyojua, nimepongeza mara kwanza kuhusiana na uwanja na jitihada wazo kulikamilisha vyote hivyo. Lakini kuna mapungufu ambayo tutayazungumza kwa nia njema tu
Najua kwa upande wa watu ambao hawezi kukaa kutulia na kufanya uchambuzi wa kina, wataonekana kama watu vipi wana chuki, uwanja unajengwa, kwa nini unaongea hivi vitu tunavyoongea? Inawezekana tukaongea leo au nikaongea leo, baada ya miaka 5, 10, 20 au miaka mingine mingi sana huko mbele, hizi rekodi zitabakia kwamba kuna watu walisema, na mimi nimeamua kusema ili hata baadaye sio akasema mbona kulikuwa na waandishi walikuwa hawezi kubungua bongo zao vizuri. Na Mwalimu Nyerere alisha kusema kizazi cha vijana, kama kuna vijana ambao hawezi kubungua mbongo zao vizuri, maana yake ni kama vijana ni wafu. Maana yake ni nini? Ni kwamba lazima kijana uwe na uwezo wa kuangalia faida na hasara kitu chochote kile. Kama kuna changamoto bora useme mapema, kama kuna uwezekano wa kurekebisha basi zirekebishwe. Kwanza nilianza na msemo wa kwamba mtu akikupa asali ni rahisi sana kuanza kumuona kama ni mbaya, au akikupa kitu kitamu chochote kile ni ngumu sana kuelewa kwamba hata mwisho wake utakuwaje. Pengine anaweza akakutumia vibaya au akakushauri vibaya au vyovyote vile. Sasa nilikuwa namaanisha hivi, wakati Engineer Hersi ameingia ndani ya klabu ya Yanga, alikutana na tayari na GSM yuko pale, umeelewa? Engineer Hersi anatoka kwenye mamlaka ya GSM, alikuwa ni mkurugenzi wa uwekezaji ndani ya GSM, na akaingia Yanga. Aliingia kama mtu ambaye amekuja kufanya kuasisi baadhi ya vitu kutoka GSM kuingia kwa upande wa Yanga, na baadaye huyo ndo akaenda kuwa rais wa klabu ya Yanga. Ni miongoni mwa marais ambao wanapendwa sana. Lakini kwenye mchakato wa ujenzi wa uwanja, sawa, pamoja na mambo mazuri ambao wameyafanya, lakini kuna changamoto au kuna vitu ambavyo kwangu mimi binafsi nadhani havijakaa sawa. Kwanza nimepokea positive sana hatua za ujenzi wa uwanja, lakini yaliyoko ndani ya ujenzi wa uwanja nadhani kuna changamoto ambazo mimi binafsi ninaziona haziko sawa. Kwanza ulikuwa ni mchakato ule wa kumtafuta mdabuni kwa ajili ya mchakato wa ujenzi wa uwanja. Ule mchakato kwanza ulikuwa umeathiriwa na maneno ya mara ya kwanza kabla mchakato wenyewe hujaanza. Engineer Hersi alishawahi kutaja, ilikuwa ni Yanga Day, alishawahi kusema uwanja wa Yanga utajengwa na GSM. Akarudia tena kama mara 2 hivi au mara 3 zaidi akizungumzia GSM. Alafu baadaye ndio ukaja mchakato wa uzabuni, kwa maana atakayefanya mchakato kuelekea ujenzi husika. Hicho kama mtakuwa mnakumbuka, ni kipindi ambacho Ally Kamwe alitoa posti kupitia Instagram ya Yanga akizungumza kuhusiana na kutangaza tenda ya watu kujitokeza yani kuomba tenda kwa ajili ya mchakato wa uwanja. Pale penyewe mimi nikasema pale ni kama ndanganya toto, kwa sababu nyuma yake kulishatangazwa nani ambaye ataenda kwenye huo mchakato. Sasa ukiangalia tu ni kwamba mchakato, hata kama kuna mtu mwingine, hata kama kulikuwa na kampuni nyingine inataka iingie katika kutengeneza kujenga uwanja, isingeweza, kwa sababu ilionekana kabisa kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga ishamchagua tayari GSM kuwa nani, kuwa mwekezaji, yani tuseme kwenye ile tenda, manake GSM alikuwa ameshashinda hata kabla tenda yenyewe haijaanzishwa au haijatambulishwa. Kwa hiyo hata yale yako nazungumza na Ally Kamwe ambayo ziliwekwa wiki 2 ili watu wapeleke maombi na vitu kama hivyo, ilionekana kabisa kwamba hakuna kampuni yote ingeweza kujitokeza, kwa sababu ilijua kabisa kama president ashaye kusema, alafu president anatoka ndani yake ya GSM, mimi nitatokea wapi? Si unanielewa vizuri? Lakini hata ule mchakato haukuwa wazi. Hebu tuachane na huo mchakato, umeelewa, ambao umeshapita tayari. GSM alishinda kwa mujibu wao, lakini hakuonekani GSM kwenye ule mchakato alikuwa anashindana na nani, si kama unaelewa vizuri. Kwa hiyo bado kuna mawazo unajiuliza ilikuwaje na vitu kama hivyo. Lakini kama ingeelezwa kwamba bwana huyu mchakato alishindana huyu na huyu, tungekuwa najua kwamba bwana labda alishindwa kweli, lakini bwana ameshinda GSM, nani alikuwa anashindana naye? Hakuna hata mmoja ambaye tulikuwa nafahamu kama alishindana naye.
Sasa mchakato umeenda Zanzibar, wameka vikao si nini, lakini mpaka leo hii tunazungumza kwamba wameingia mkataba, tuseme wameingia makubaliano ya kwanza ujenzi. Sasa kuna maswali mengi ambayo yameibuka hapa. Maswali ambayo yameibuka ni kuhusiana na kwanza 50-50. Yaani GSM Group watachukua 50% na Yanga watachukua 50%. Lugano. Sasa hapo ndipo ambapo nakuja na maswali mengi. Lugano, subiri kwanza. Unapomaanisha kwamba 50-50 katika utaji wa saini kwamba Yanga 50%, GSM 50%. Tukirudi kwanza katika klabu husika, GSM ana asilimia ngapi na Yanga na asilimia ngapi kwenye ile tunasema kwamba katika umiliki wa klabu? Achana na umiliki wa klabu na acha hata uwekezaji ambao uko kwenye mchakato ndani ya Yanga. Sasa tuzungumzie kwenda ujenzi wa nini wa uwanja. Ujenzi wa uwanja, GSM anaenda kujenga uwanja. Lakini uwanja ukikamilika, GSM ana 50% na Yanga ana 50%. Nitakuja kufafanua baadaye kuhusiana na mgogoro ambao utatokea kutokana na hii figa ambayo inagaisha 50-50. Lakini twende, Yanga anachukua 50, GSM anachukua 50. Kwa nini Yanga achukua 50 na GSM achukua 50? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yanga kwanza ndio ambao wanamiliki ya ardhi. Umeelewa? Yanga ndio ambao wana value ya nembo ya kibiashara ya Yanga ambayo ina thamani kubwa. Kwa hapa Tanzania, karibia nusu ya Tanzania wapo ni mashabiki wa Yanga. Umeelewa? GSM anaenda kujenga uwanja ndio. Lakini kwa nini Yanga asiwe na 60, angalau yeye angekuwa na 40? Kwenye 50 mimi sikubaliani napo 50-50. Kitu ambacho mimi kinanifikirisha ni kina nani ambao kwenda kujadili kuhusiana 50-50. Ni kina nani? Na ukiacha na hiyo 50-50, kuna kitu kingine utakuja kujiuliza. Je, kwenye mkataba, na nimemsikia Engineer Said na hajazungumza popote, kwenye mkataba kama hii ambayo unasema 50-50, okay, tuseme wamekubaliana 50-50 imeshapita. Je, exit clause ipo? Miaka mingapi? Exit clause ipo, kwa maana endapo mbele ya safari uwanja umeshajengwa ikafikia miaka ya huko mbeleni, lugha zikapishana, au kampuni ya GSM Group ikashindwa kujiendesha, kwa sababu unaposema ni kampuni ina vitu vingi sana. Umeelewa? Au ikashindwa kujiendesha, au ikakosa sifa ya kuendesha, au kukawa hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanikiwa tena kaendeshwa kwenye uwanja na uwanja uko pale. Je, wamekubaliana nini kitatokea ili uwanja na Yanga waendelee kuutumia? Ukienda 50-50 hapo kuna shida. Maana yake ni nini? Itakiwa Engineer Said aseme exit clause inasemaje? Yaani mwisho wa siku hata kama uwanja umekuwa 50-50, je, exit clause inasemaje? Je, kuna miaka ya huko mbeleni Engineer Said hata kuwa kiongozi milele ndani ya Yanga, si ndio? Kuna viongozi ambao wataingia upande wa Yanga wakiwa ni viongozi kama rais na viongozi wengine, wataenda kuona mkataba haukuwa sahihi pengine, au kuna vifungu havikuwa sawa. Sawa? Je, exit clause wamewekaje? Unajua mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga, kwa sababu sukari au asali ambayo wameilamba mpaka sasa kwa kupitia kwa GSM, kwa maana ya kwamba mambo mazuri ambayo wameyapata toka muda mrefu yamewafunga kitambaa usoni, kiasi cha kwamba hawawezi kuangalia mambo mengine. Si unaelewa? Unajua Beni, hata wewe kwenye nyumba yako kama ulikuwa na dhiki, kuna jamaa akaja akajikuta anakutoa kwenye dhiki, anakusapoti, amekufungulia biashara, amefanya vipi, unajua inaweza kafika hatua kama hauna utayari na wanasema umakini, unaweza ukashangaa kuna siku anaenda kutembea na mkeo.
Nakwambia inawezekana huyo mtu akafikia hatua akatembea na mkeo, alafu wewe ukawa unacheka tu, kwa sababu unakuwa umeshafungwa kitambaa usoni. Anaweza akwambia bwana, mkeo uko ndani, hebu na mimi nijifiche huko ndani. Masaa anaenda, wewe unasema sasa nitamuudhi bwana, nikisema hivyo atamuudhi. Hebu angalia wale wanasema watendaji wa Yanga, ukasema nini, wale wajumbe wa Yanga. Mimi sioni kwa mazingira aliyopo kama kuna mjumbe ambaye anaweza kumbishia Engineer Said akisema iwe 50 kwa 50. Inawezekana kuna watu walitamani iwe 60 au iwe 70. Mwekezaji achukue 70, klabu ichukue 50. Lakini kwa mazingira aliyopo lazima atakuwa magumu sana. Mimi binafsi najaribu kuyafikiria. Engineer Said alitoka upande wa GSM, umeelewa? Tuseme mpaka leo hii ni mkurugenzi wa uwekezaji ndani ya GSM. Kama alikaa pembeni sawa, lakini chanzo kikubwa alitokea huko. Kwa hiyo hata vitu ambavyo vilikuwa vinasetiwa lazima vitakuwa na benefit kubwa kwa GSM. Sijasema mkavunje mkataba au ujenzi usiendelee, jamani, mseme mkanielewa vibaya. Mimi najaribu kufikiria kwa sauti ambayo vizazi vijavyo vitakuja kusema kuna mtu alisema kitu hatukumsikiliza. Inakuja kuna swali lilikuwa limeulizwa. Kuna mtu anauliza huo mkataba ni wa miaka mingapi? Bwana, huo mkataba wa Yanga na GSM ni wa milele. Lugano. Huo mkataba haujasema kama ni miaka 20, 30, 50, 100. Yaani huo ni ya miaka yote. Maana yake ukiangalia miliki ya uwanja nusu ni ya GSM, nusu ni ya Yanga. Miaka yote, vizazi na vizazi. Sasa hapo kuna walakini hapo. Ndio maana nasema hii mikataba ambayo imesainiwa hii mikataba ikiwa na nguvu ya upande mmoja. Hivi wakati kama inaendelea na hoja pia wanachama wameshirikishwa kwenye hili kwanza, mpaka imefika hatua makubaliano kama haya wanaposema 50 kwa 50 na umiliki ni wa milele. Wanachama wenyewe husika wanajua endapo mkutano mkuu utakapoanza kufanyika, wakianza kurumbana kusema kwamba sisi hatukushirikishwa moja kwa moja, nani sasa atatoa sauti kwenye hili? Hii swala ambalo umezungumza Beni ni la msingi sana. Ni la msingi sana. Wanachama wanatakiwa kupewa hadhi yao. Ingawaje mimi najua hata kama wanachama mkutano ungeitishwa, wanachama wa klabu ya Yanga wangepiga tu makofi. Wengi wao hawawezi kutafakari deep kama ambavyo sisi tunatafakari hapa, si ndio? Na kumbuka, wanaoitwa kwenye mkutano kutoka kwenye matawi ni mwenyekiti, katibu na mtunza hazina. Na hao wakifika sehemu wanaweza wakaandaliwa hoteli na nini, wamelishwa, kuna posho kurudia ulikotoka na kufika ulipofika, vyote hivyo vinakuhusu. Utapata nguvu kiasi gani ya kwenda kupingana na au kutoa mawazo tofauti ya kile ambacho kipo kwenye nini, kwenye uongozi? Inakuwa ni ngumu. Lakini mimi nadhani kwenye swali lako Beni lilikuwa na umuhimu sana, kwa sababu ili kupata uhalali wa kuto kulaumiwa huko mbele, lazima itakiwa irudi kwa wanachama. Yaani wanachama kwenye mkutano mkuu kabla mkataba, maana kabla ya saini hajasainiwa, hili ni jambo kubwa. Itakiwa wanachama waambiwe bwana, kuna hiki, na wanasomewa kwanza, wanapitisha, ndo wanaenda kufanya nini, kusaini mkataba. Lakini hii ya kuamua then baadaye unakuja kuambia wanachama tulisaini mkataba, kwa sababu of course wapo wajumbe wawakilishi wanachama ambao walichaguliwa na mkutano mkuu wapo, lakini wanachama kupitisha ilikuwa ni jambo jema sana, kwa sababu huko mbele kuna kitu ambacho kitatokea kigumu sana. Kwa hiyo angalia Beni, miaka isiyojulikana mkataba wa Yanga na GSM, na nembo itakuwa ni Yanga GSM Group au GSM Yanga Group, umeelewa? Ndo itaenda nembo ya uwanja ile wanaita naming right. Naming right ambayo kuna baadhi ya vilabu vimejenga uwanja kwa kupitia naming right, si ndio? Lakini bado wameweka ukomo wa mwisho wa mkataba wa huo uwanja na watu waliojenga huo uwanja. Uwanja wa Yanga hauna kikomo, ni miaka milioni na trilioni na silioni.
utakuwa ni wa GSM na Yanga. Kwa chochote kile ndivyo ambavyo vitavyokuwa. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo ukivitazama kwa undani unaona kuna changamoto kubwa sana. Na kitu kingine ukiangalia mapato, maana yake kuna kitu ambacho amekizungumza engineer, anasema kwamba upande wa Yanga, kwa maana unajua Yanga wako kwenye mchakato wa mabadiliko ya uwekezaji. Si unanielewa? Yanga kwenye mabadiliko ya uwekezaji. Ina maana wawekezaji ambao wataingia ndani ya Yanga, kwa sababu bado hawajaingia mpaka dakika hii, huo mfumo bado hujakamilika. Wakiingia maana yake kwenye uwanja watakuwa hawahusiki. Maana yake uwanja unajitegemea kivyake, uwanja wa Yanga. Alafu timu ya Yanga itakuwa inaenda kukodi uwanja wa Yanga. Si kama unaelewa vizuri. Yaani uwanja ambao utakuwa utajengwa ndio utakuwa unaitwa Yanga GSM Group pengine. Umeelewa? Lakini timu ya Yanga itakuwa inapeleka pesa kukodisha uwanja kama ilivyo viwanja vingine. Kwa sababu huko kutakuwa na kampuni ambayo yani kampuni yenyewe ndio inaongoza, yani ambayo haiingiliani na nini na klabu ya Yanga. Si kama unaelewa. Ila mapato yanaweza katoka kule nusu kwa nusu, mengine yanakuja Yanga. Yani huku kutakuwa na watendaji ambao wao ndio watakuwa wanasimamia peke yao huku. Yani kampuni itakuwa na yani maana yake inaenda kutengeneza kampuni nyingine ambayo itakuwa inasimamia uwanja. Kwa Yanga klabu wakisema tunaenda kutumia uwanja ule, itabidi mlipie kama analipia viwanja vingine. Si unanielewa? Nia ilikuwa nzuri kujenga uwanja wa Yanga, lakini uwanja wa Yanga sio uwanja wa Yanga. Haiwezekani wewe ndani kwako kwa gonga hodi. Hiyo kwa taarifa ya Hersi Bunya au ni kwa hoja tu kwa mavi? Hiyo ni kwa taarifa ambayo imetoka kabisa kwamba uwanja wa Yanga ambao unaenda kujengwa ushirikiano na GSM, huo uwanja utakuwa na kampuni yake. Yaani maana yake inaenda kutengeneza kampuni nyingine ya uwanja ndio ambayo itaenda kusimamia. Maana yake GSM na Yanga wataendekeza kampuni ambayo itaenda kusimamia uwanja. Kwa hiyo kampuni ya Young Sports Club sio ikitaka kwenda kuutumia uwanja huo wa Young GSM Group itabidi watoe hela. Hivi pale wakati Alex anazungumza kwenye podium hapakuwa na sema kuuliza maswali watu waliuliza, na hicho kilijibiwa kutokana na maswali ambayo yalikuwa yameulizwa. Kwa hiyo hata majibu ambayo watakiwa kujibu ni kutokana na hiyo. Hakuwa hata hilo ala kusema hamna kikomo. Lakini unakuja kwa upande wa hiki ambacho kinatengenezwa, si ndio? Kina maslahi gani kwa Yanga kama klabu ya Yanga? Kina maslahi gani? Umeelewa? Unajua mimi naamini miradi hii mikubwa sio kwamba mtu anatoa hela mfukoni anaenda kujenga kwenye mradi. Umeelewa? Kwa jina na ukubwa wa Yanga aliyokuwa nao, Yanga walikuwa na uwezo wa kuzungumza na mabenki moja kwa moja wakajenga uwanja, kwa sababu kampuni ya Yanga sipo. Yanga si wana brandi zao. Yani kwenda kumpa GSM kwamba ujenge uwanja, yani ni kama ukiangalia GSM ni kama sitaki nifananishe na dalali, lakini mimi naweza kumchukulia kama anakuwa mtu wa kati. Kitu ambacho wewe mwenyewe ungeweza kukipata, lakini yeye anakuwa mtu wa kati. Yani yeye hiyo hela haitoi mfukoni mwake. Umeelewa? Anaenda kutafuta mabenki ambayo yataweka pesa, ambapo hata Yanga wenyewe wangeweza kwenda kuyashawishi au mabenki wakasema jengeni uwanja, tutatumia naming right yenu, then tutaanza kulipa taratibu. Baada ya mwaka fulani tutakuwa uwanja ni wa kwetu. Maana hapa mimi naweza nikatengeneza hoja pia. Uwepo wa Hersi kutokana uwepo upande wa pili wa GSM pengine imerahisisha hili. Kabisa, yani ni wazi kabisa GSM amepata urahisi sana kwenye hili swala, ni kwa sababu ya Engineer Said ametoka kwenye upande wake ndo akajiunga na Yanga. Kwa GSM ilikuwa sio rahisi. Sawa? Hata kampuni nyingine ilikuwa sio rahisi ikasema inapata urahisi eti kwenda kupambana na GSM na mimi naingia nishinde tenda pale. Sio kitu rahisi. Kwa sababu bado GSM na Engineer Said ni watu ambao wako pamoja. Mimi binafsi hii kitu ambacho kinafanyika na Yanga, sawa, ni kwa sababu tu ya namna ambavyo waliingia GSM na Engineer Said ndani ya Yanga.
Umeelewa? Ni watu wema, wamesaidia Yanga mpaka hapo ilipo. Ndio maana hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kaa anatoka anaenda kuhoji kuhusiana na kile ambacho amekieleza Engineer Said. Bwana kienda hivi. Sawa mkuu. Ni kwa sababu kwanza walitanguliza asali na au sukari ambayo imewafanya wajulikane nao ni watu wema. Mimi sikatai ni watu wema, lakini imenyima nafasi na fursa za watu kwenda hata kuuliza maswali, hata kwenda kupeleka challenge kwamba 50 haiwezekani. Hata kama ni 50, hebu tuweke kikomo basi. Maana yake ukishapata faida yako ambayo itachukua labda miaka 30, kwa sababu tuna vizazi vingine huko mbele, miaka 30 au miaka 50, basi mambo yako yatakuwa yameshaisha pengine. Lakini pia hakuna mchoro ambao unaonyesha endapo jambo lote likitokea exit clause ikoje. Pengine Lugano, kwa kumalizia tu, unaona kwamba baada ya miaka hata 50 sisi ambapo pengine hatutaweza kuwepo au tukiwa wazee, mgogoro huu utaibuka tena hapo baadaye, kama ni kweli ile ambalo linasemekana kwamba 50 kwa 50? Nadhani kwa sababu tulikuwa tumeongea muda mrefu, hebu nilijibu nikirudi. Kuna mgogoro mkubwa ambao utakuja kutokea hapo Beni. Kuna mgogoro mkubwa ambao nitakuja kuelezea vizuri. Kuna mgogoro mkubwa ambao utakuja kutokea na sio muda mrefu. Na huo sio muda mrefu, inawezekana ni miaka 3, 4, 5 iliyoko huko mbele kutakuwa na mgogoro mrefu. Ndio maana nazungumzia exit clause hata haipo, lakini kuna vitu vingi ambavyo vimejificha, mimi nitakuja kuvizungumza sasa hivi. Lakini hii ni kwa sababu ya kuwafungua tu wana Yanga wao wanapiga. Sitaki muingize migogoro muinuke. Nataka tu mwanze kuelewa kwamba kuna kitu ambacho mnatakiwa kukifanya zaidi ya hicho ambacho mmekifanya kwa sasa.